Mheshimiwa Daktari Harun Al Suleiman, Waziri Afisi ya Rais, Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora wa Serikali ya Zanzibar, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Kaskazini, Mheshimiwa Matar Zahor Masud, Mheshimiwa Katibu Mkuu Wizara ya Katiba na Sheria, Mheshimiwa manaibu makatibu wakuu kutoka Wizara ya Katiba ya Sheria pamoja Zanzibar pamoja na Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa wageni waalikwa wote, mabibi na mabwana, assalamu alaikum. Awali ya yote naomba kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutujalia afya njema, siha na kutukutanisha hapa katika uzinduzi huu adhimu. Mheshimiwa mgeni rasmi, ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nimesimama mbele yenu hapa kwa unyenyekevu mkuu kabisa kwa niaba ya Jumuiya ya Mawakili Zanzibar kuleta salamu hizi fupi kwa niaba ya jumuiya. Kwanza ningependa kuungana mkono na maelezo mafupi yaliyoelezwa na Katibu Mkuu Wizara ya Katiba na Sheria, ambayo ni maelezo mazuri sana ambayo yanasadiki kilichopo mbele yetu hapa. Lakini kwa upande wa Chama cha Wanasheria tunasema huu si uzinduzi tu, bali ni ithibati na ya dhamira ya haki, ya usawa na ulinzi thabiti wa haki za binadamu. Kwa sababu msaada wa kisheria kama alivyosema Katibu Mkuu si anasa, si zawadi, bali ni haki. Haki ambayo inahakikisha kuwa kila mwananchi bila kujali jinsia, dini, jamii anayotoka, kijiografia, kiuchumi, kwamba anapata nafasi ya haki na ulinzi kamili wa kisheria. Mheshimiwa mgeni rasmi, msaada wa kisheria ni daraja kati ya sheria zilizotungwa pamoja na haki halisi. Bila msaada wa kisheria, haki hii inabaki kuwa ni maneno tu kama yalivyo kwenye makaratasi. Mheshimiwa, kampeni hii inalenga kuongeza uelewa, kupanua huduma na kuhakikisha kuwa hakuna anayebaki nyuma katika kupata usaidizi wa kisheria, ushauri, lakini pia na uwakilishi. Jumuiya ya Mawakili Zanzibar sisi ina majukumu makubwa sana, si kwa wanachama wake tu, bali pia ina jukumu kuu kwa jamii. Na majukumu yetu yamejikita katika kusimamia utawala wa sheria, lakini pia kusimamia haki, kutetea haki na kuhakikisha kuwa maadili na weledi wa wataalamu wa sheria unazingatiwa. Majukumu haya yameainishwa katika kifungu cha 4 cha sheria ya Jumuiya ya Mawakili Zanzibar, sheria namba 7 ya mwaka 2019. Mheshimiwa mgeni rasmi, Ofisi ya Rais, Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora kwa kushirikiana na Jumuiya ya Mawakili Zanzibar na pamoja na wadau wa maendeleo mbalimbali wamechukua hatua hii muhimu ili kuhakikisha kuwa kila mwananchi anakuwa na sauti mbele ya sheria, anapata usaidizi wa kitaaluma pale anapotakabiliwa na changamoto za kisheria. Lakini si hivyo tu, anaheshimiwa utu wake na kulindwa haki zake za msingi. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa pamoja tunatakiwa tujenge programu endelevu za msaada wa kisheria kwa ajili ya jamii nzima ya Kizanzibari, mijini na vijijini. Kampeni hii iwe ni wito wa kuchukua hatua kwa wanasheria, wanasiasa na taasisi za umma na binafsi na kila mmoja wetu katika jamii ya Kizanzibari, ili
kuweza kuleta ushirikiano wa kujenga jamii yenye haki, ambapo kila sauti inasikika na kila haki inalindwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, tukiwa hapa leo hii, tuitizame huduma hii kama chombo cha kuimarisha misingi ya haki, usawa na uwajibikaji katika jamii yetu. Tukumbuke kuwa daima taifa lenye amani ya kweli ni taifa ambalo limejenga mazingira mazuri ya haki kwa wote. Swala la haki kwa wote na amani limenikumbusha shairi zamani sana tulikuwa tukilisoma kule mashuleni. Wanasema kama unaitaka mali utaipata shambani. Mheshimiwa, shauri hili limenikumbusha msemo uliosemwa na Papa Paulo wa sita katika mkutano wa amani mwaka 1972 pale aliposema, if you want peace, work for justice. Kwa maana kwamba kama tunaitaka haki, basi tutende haki. Mheshimiwa, kwa haya machache Mheshimiwa, sisi si wazungumzaji sana. Bahati mbaya sisi tuko zaidi kwenye kusimamia sheria. Naomba kwa muda huu mchache niwashukuruni wote waliokuwepo hapa. Nishukuruni wote kwa kujitolea kwenu kusimamia jambo hili, lakini kwa ushirikiano wenu madhubuti kwa kuhakikisha kwamba jambo hili linafanikiwa. Asanteni sana na washukuruni wote. Asanteni.